City Rock. Kama kawa Wiz Junior the bosi one wangu mpenzi wangu on the beat. Bosi wangu anataka mapenzi na mimi, bosi wangu anataka mapenzi na mimi, anataka mapenzi na mimi, bosi wangu anataka mapenzi na mimi, bosi wangu anataka mapenzi na mimi. Bwana mambo sasa inasumbua. Shamaliza kutoa Shalom. Bosi anafaa atoe mshahara. Ndo maniga wasiendelee kumsumbua. Hey. What the fuck? Who are you? Joka, nikuulize, umesahau kitu ambacho tulifanya? Kwanza relax. Kwa mpole. Mchezo? Natumai unihongi na sigara wewe. Kuonga kwa maire kwanza man. Sasa unataka kuniambia nini? Wewe kufika kwako hapa ni juhudi yangu mimi. Bidii yangu. Unajua ni kitu gani nimefanya ndio ukakuwa hapa? Umesema umenisaidia. Umenisaidia kivipi? Hawezi jua ni kitu gani nimehonga kule police station ndio ukatoka. Na kesi yako ilikuwa ngumu sana. Sana. Kivipi? Nimefanya kazi na juhudi sana. Kuna vitu zingine nimezitoa paka za siri. Ili wewe kuwa hapa penye huko. Na sijategemea kama utakuja tena unihande. Joka, kumbuka rafiki yangu amenisaidia. Akatoa 50,000 ndio nikatoka mule ndani. Unataka kuniambia umenisaidia? Aje wewe? Ndio maana nimekupatia sigara uvute akili changamke ndio uelewe. Joka. Ni kama unipati. Yes. Yes. Mr. Yes. Yaani huku ndahudumia huko nje na hao msango. Don't worry, calm down. Nikuletea jogoo. Bro. Yeah. Thank you. Asante. Kwa majina naitwa Tony. Okay. Na nafanya kwa kampuni ya Namkula clearing and forwarding company. Na nimekuja hapa kukuona na ni chief accountant wa hiyo kampuni. Okay. So kuna boss wangu ambaye alikamatwa anajiita Namkula, sijui kama unamfahamu. Namkula? Yeah. Namfahamu. Yeah. That's the reason why I'm here. So nilikuwa naomba unisaidie jambo moja kama hautojali. Jambo lipi? Afisa. Ndio. Ana yule Namkula. Najua na kesi kubwa Sana. Na nilikuwa naomba kama ungenisaidia na jogoo yako hapa. Ndio, jieleze ndio nikuelewe. Hata wewe unaelewa kwamba jambo alilofanya Namkula
sio jambo zuri. Jambo ngumu kwa sababu hata hiyo kesi bado inaendelea. Ni kesi ngumu sana. Ya, kumpoteza mtoto wenyewe alafu mimi nikiwa pale ofisini. Ndio. Hata watu wa kwao wanakuja ofisini wanatoa machozi, wanalia. Kwa sababu ya Namkula. Ya, na wanataka wafanyiwe justice. Afisa. Namkula akona kesi kubwa sana na ni ngumu pia. Ya, Kwa hivyo kulingana na vile naona lazima tutafungwa. afisa, ndio sababu niko hapa. Ya, nilikuwa naomba kama hautojali, Ndio. naomba hii kesi yake uifanyie justice kwa sababu wale watu wanatoa machozi na wanaumia. Lazima tu tutahakikisha haki itatendeka. Na kazi yetu lazima ifanyike bana. Yeah. Niko na 100,000. Yeah. Wow. Hiyo ndio jibu yako. Usijali bana. Usikuwe na shaka wao. Tafadhali. Kazi itafanyika. Yeah. Haki Naomba lazima itendeke. atendeke. Okay. Sawa. Sawa. But are you not getting me? Unanipea pesa zangu ama hapana? Pesa zako utapata Shalom, lakini sio kwa ujio wenye umekuja nao. Kwanza si tunafanyanga kazi sana na sijawahi kuangusha, si unajua hilo? Pesa zako utapata kwa muda mfupi sana, unakuja utakupata doo zako. Huyo rafiki uliambiwa ni mimi hapa. Wewe unanichukulia wazimu, si ndio? Joka, unanichukulia wazimu mimi. Sasa fanya hivi, nataka hizo pesa zangu, si ndio? Ama siku zako zimesabika. Shalom, tumefanya kazi kwa muda mrefu sana na wewe, nafaa tutulie tuongee. Pesa zako utapata. Bahati yako, na ukinichezea you are dead meat. Shalom. Mbazi mdogo kama huyo anataka kutisha mimi, wanaletea miumanga na deal na materrorist saa hii, lingi na rujambazi rudogo madafaka. Vipi? Oh, ile mchanga nilileta imeshaisha. Na simiti? Oh, 40. Sawa, natuma pesa hii hivi sasa. Ni hiyo tu ama kuna kitu kingine kinahitajika? Sawa, kama hizo peke yake na kutumia. Ni kama tutaenda kuingiza hiyo soon nyumba yetu. Okay, thank you. Wanahitaji simiti mfuko 40. Naona? Umetengeneza nini lunch? Nimekupikia tu pilau. Najua unapenda pilau, that's why nimekupikia. Kabisa. Naam, before you prepare for lunch, Yes. nilikuwa naomba sio muda tuzungumzie kuhusu swala fulani. Niko free, tunaweza ongea tu, ndio wewe niambie. Oh, safi. Baby. Yes. Nadhani muda unapita na sijaona ukizungumzia kuhusu kupanga ndoa yetu. Afikia hilo swala linanipa wasiwasi sana. Kwa hiyo baby, Yes. wazazi wako wanafahamu kuhusu kuoana kwetu? Manake I want to plan for a marriage. Yeah. Since we have money, we have everything. Yeah, everything. So Unaona jinsi project what are we inavyotembea. waiting? Yeah, so nilikuwa naomba nikutume nyumbani angalau wazazi wako wafahamu hili jambo so that we can get married. Wow. Oh, wow. Mwanangu, nakupenda. Alafu babe, Yes. kando na hayo umesikia mafundi wakiitisha simiti mifuko 40, afu pia mchanga imeisha. So nilikuwa naomba kama
ungeniboost hata na hela kidogo kwa hizo kidogo ambazo ulipata. Tumalizie ujenzi wa hii nyumba. Lakini baby, pesa yako ni pesa yetu na pesa yangu ni yangu na familia yetu. Yaani inamaanisha babangu na mamangu. Ana umeanza kuzoea hapa nyumbani. Sasa at least tutakaa kwa amani, si ndio? Sikatai nimeanza kuzoea, lakini niko na shauku kidogo juu najua nyumbani hawafahamu kama niko hapa. Hata kama hawajafahamu, unajua ukiwa hapo kwa salama sana. Sikatai. Uko na wasiwasi mingi? Kiasi tu, najua lazima tu familia ijue ambapo nipo. Alafu pia najua nimekaa hapa, mimi tumezoea kujitegemea, niko na watu pia na wananitegemea. Sasa ningeweza kuomba kama ningerudi kazini kiasi. Kazini? Unajua sasa ukirudi kazini itakuwa hatari sana. Kivipi? Okay, unajua mwenye alikuteka nyara ni nani? Ni yule jamaa alinileta tukisha mimi na ile siku pale hivyo tukiwa tumetulia. Naona bado nakumbuka. Hapana. Ningependa kumfahamu ni nani, jina lake ni lipi? Zaina. Unajua acha nikwambie hivi. Jamaa kama hao ni watu wanapenda mambo yao isijulikane sana, mambo ya kisiri yao. Kwa hivyo kutoka hapa hivi anaweza hata kwenda kumaliza huko nje. Sasa mimi ni mpenzi wako, sasa mbona tufichanie siri? Naelewa, lakini kusema kutoka hapo uende itakuwa hatari kwako. Sasa unajua mimi ni mpenzi wako, inafaa tuaminiane. Sasa siri ni za nini? Ndio, lakini yafaa ujue mse kama huyo si nzuri. Ukitoka nje atakufuatilia na utakuwa hatarini, unaelewa? Sasa ukiwa hapo at least uko afadhali. Sasa mimi ni mpenzi wako, mbona kuna kuaminiana hapa? Si ati kutoaminiana Zaina. Sio hivyo. Tunataka kujua ni moja. Tunataka kukaa hivi ama tutaanza kuaminiana? Juu mimi ni mpenzi wako, inafaa tuache kufichania siri, tuambiane tu vitu ziko wazi. Ama mimi ni nani kwako, au unipendi? Zaina, acha kuwa na wasiwasi. Wewe ni mpenzi wangu. Ndio kwa maana uko hapo kwangu. Sasa wapenzi wafichani siri, wanaambiananga ukweli. Kama ni mpenzi wako, hebu niambie kila kitu nijue. Mbona nikae wewe unanificha siri? Okay. Acha nikwambie lakini ikuwe siri. Uniahidi itakuwa siri. Umesema eti ni nani? Nikwambia anaitwa Joka. Joka. Unamfahamu? Wewe endelea. Mbona naona kama kumeweka wasiwasi? Unamfahamu ama? Hamna kitu. Zaina. Acha nikwambie hivi. Zilanga ziko na mimi hapa hivi. Usalama sasa na tena sana. Joka hizo kufanya chochote ukiwa hapa hivi. Unaelewa? Nakuamini kwa hilo. Kwa hivyo toa wasiwasi. Sawa. Baby, Inabidi tukakamue kama mwanaume. mbona unakuwa hivyo? Hapana, sema nimekwambia tu baby. Kwani mimi nikikwambia niko na ubaya? Baby, ni boost hata kidogo tu. Nimesema jikakamue kama mwanaume. Ni wanawake kweli? Kwani wanawake wako na unamaanisha nini kusema wanawake? Huwezi kuniboost hata kidogo? Kwani baby, mimi ndo nimekuoa ama wewe ndo umenioa? Baby, lakini masuala ya ndoa yanatokana kivipi na hali ya kuniboost? Hapana, kwani mimi nitajipelekea mahari nyumbani na mwendi inafaa upeleke kwetu mahari? Hata kama nitapeleka mahari, hayo ni mambo ya baadaye. La kapanga kwenda lini? Jumamosi. Baby, Jumamosi ni mbali bwana. Nilikuwa nadhani uende kesho. Baby, kesho niko kazini. Baby, haya nakujalisha. I'm still the boss. Hiyo issue mimi nitaisort out. Wewe ni boss na yule mzee? Ule mzee, ule tumempa kiti kukalia tu. Huoni anazeeka? Wewe ni kama unanihatarisha kwa kazi. Hapana, hivi karibuni huyo mzee anakiacha hicho kiti, hiyo ofisi ni yangu naikalia. Hiyo isikujalisha bwana. I'm still the boss. Bado nina ile mandatory. Kwa hivyo wewe jipange uende kesho, sawa? Sawa basi, lakini jikakamue kama mwanaume. Acha nikuletee. Kama umeitisha chakula. Acha mimi nikuletee chakula, sawa? Wanawake wasipungue kweli.
Coming. Yes, boss. Naomba uketi. Thank you. So, umefanikiwa? Bosi, kwa kweli sijafanikiwa bado. Unasema? Bosi, sijafanikiwa. Haujafanikiwa? Unakumbuka ahadi yangu mimi na wewe? Unaikumbuka vizuri? Ndio bosi. So, I told you this time round I won't joke with you, Tony. Na nilikupatia tu maagizo mazuri. Go and find 50,000. So, kama haujapata, Tony, ahadi yangu ni ile ile tu. Tony, Yes, boss. for now you are fired. Boss, please don't sack me. I'm trying. Give me at least 1 hour. Nitakuwa nishafanya hivyo bosi, tafadhali. Tony, I have said and I will never explain myself. Tony, you are fired. Out of my office. Boss, please. I said out of my office. Get out. I said get out. Nakutuma na wewe unakuja hapa kunipatia explanation. Explanation za nini? Sahi mwanangu, Ndio mama. unajua umenitembeza safari mrefu, lakini nimefurahia sana. Umenitoa mbali. Kifika tu kitanda umenilia. Nilikuwa naumia. Nilikuwa nalalia, nilikuwa naumia. Unajua zile za zamani zenye wazee walikuwa nagonga tu nishikie nikonge unalalia. Hata nilikuwa nalala ninavaa teke. Umenitoa mbali mwanangu. Alafu na hiyo budget umeniletea mama. Umefurahia? Sana. Hata sasa wenzangu wataniogopa. Lakini hata ifai kuogopa, lakini mama, kwa hiyo shopping yote ama kwa hiyo nimekufanyia yote, kijana wako nimepata Nairobi. Vijana wa Nairobi? Kwani wewe ulikuwa huku, ulikulia huku, mbona usitafute vijana wa huku? Vijana wa Nairobi ni watu wanapenda bangi, wakora. Labda pengine alikuwa anashika watu ngeta ndio akapata hizo vitu. lakini mama, wewe mwenye mimi nimepata hafanyi hizo vitu zenye umesema zote. Nitajuaje? Na hujamleta bado? Kukuja atakuja. Hey, time for tea. Chef. Chai iko ready. Alafu nasikia aje fired. Nani amekuwa fired? Tarudi. Okay. Wewe. Ndekoni bwana, karibu chai iko ready. Sitaji chai yako. Chai si yangu, chai ni yako. Ngekuwa yangu ningetumia kwa jikoni, lakini kwa vile ni yako nimekuletea. You are wasting my time. Kwani kuna nani leo hii? Hey! Hey! Sina hamu ya chai damu. Sahii sina hamu hata kidogo ya chai. Tafadhali nitie Faith. Faith leo hii hajafika kazini, alipewa off kwenda kutembelea wazazi wake. Na nani? Tony. Basi kaniitie Shelvin kama pia yuko. Okay. Yes. Naomba uketi. Yes, Shelvin. Yes. Kuanzia leo nataka uchukue nafasi ya Tony. Boss, na Tony je? Tony nishamfuta kazi. So, nataka uende unitafutie shilingi 50,000. Boss, Yes. mimi bado sijakuwa allowed kusign check. Tony ni mwenye allowed kusign check. Ada?
Unasemaje? Mimi bado sijafikia hiyo kiwango. Okay. Nenda basi ukaangalia kama hajapita gate, umwambie haje haraka. Kaniitie Tony tafadhali. Sawa boss. Tony. Bosi, Yes, Tony. umeniita. Ushapata hizo pesa? Lakini bosi, sio umenifuta kazi. Umesema unaweza pata hizo hela within 1 hour. Ndio bosi. Naomba ni swali moja tu. Kalete hizo pesa. Nenda uniletee hizo hela. Bosi, una maana kuwa nimerudi kazini? Wewe enda ukalete hizo pesa. Nenda ukalete. Sawa bosi. Harakisha. Mimi hata ukiniambia mambo ya Nairobi na vijana wa Nairobi unanishangaza sana. Unaona huyu kijana wa Luchimbo saa kwa huyu bila alienda Nairobi warudi na vile alikuwa hapa alikuwa anasaidia mama yake kulima, kuchunga ng'ombe, kumchotea maji. Mbona vile mama Luchimbo anaumia? Kijana alienda Nairobi. Si alienda Nairobi. No, hapo hivyo unaniambia mpata kijana Nairobi. Si atakuwa kama Sako. Hapana mam, lakini mimi nampenda. Nampenda? Hayo kijana ni mzuri, si mbaya. Mimi ndio nimekuambia. Mtu akifika Nairobi ubadilika tu kabisa. Si wote. Huyu kijana anatoka wapi? Wa Nairobi. Wa kabila gani? Hey mam, najua sisi Gen Z hatushughuliki na mambo ya Gen Z ndio mambo gani? Utafanya hivi ulete hapa ndugu yako? Hai, hapana mam. Ati Gen Z. Pata hapo huyu kijana. Mam, tulisoma na yeye. Soma na yeye course moja. Sasa amekufa. Ananifaa. Amekufurahisha kila kitu, umemuona yako sawa. Yako sawa. Very soon nitamleta umuone. Mtu tungojea basi, lakini watu wa Nairobi mimi nawaogopa sana. Wakora. Nakudanganya leo kesho mwingine. Lakini sasa mama, unajua huyo mimi namwamini. Unamwaminia kwa nini? Namwamini mama. Kwanza hata kampuni ninayofanya yeye ndo amenipeleka huko. Kitu kingine kizuri kwa kwanza, unaona hata hiyo shopping nimekufanyia yeye ndo amefanya hiyo. Sasa yote enda mimi. Sawa, shopping nayo nitakula tu mwezi mzima. Mama, hizi viti haviko sawa. Kijana wako atakuja na sitaki kuaibika. Sinaona tu viti ziko sawa tu. Si hata wageni wangu wanatumia tu hizi viti. Najua kijana wako hafai kukalia kiti inakaa hivi. Kwani ako special aje? Mama, kijana wako nimekwambia ni mkubwa. Hata kwa kampuni yeye ndio huwa anarun. Sina tatizo mimi. Bora waingie. Sawa. Acha nikampigie simu. Sasa wewe kama bado unaongea kwa simu, acha mimi niende nione mama Mchimba. Amekuwa mgonjwa. Na yuko hali mahututi. Ni mgonjwa? Mgonjwa. Basi situendanisha hata nimuone mama Luchimbo. Hakuna shida. Sasa kuna nafasi tunaweza endana na wewe. Sasa twende. Acha nibebe bagi yangu twende nayo. Sawa. Acha twende. Come in. Yes sir. Yes, Koplo. Yule mzee amekuja kukuona. Yule mzee wa kofia. Yule mzee wa mauaji? Ndio huyo. Na nakumbuka ile siku ulikuwa unamsumbua. Sio? Yes sir. Ulikuwa unamsumbua? Sikuwa namsumbua. Ndio. Nilikuwa namuelezea tu. Okay, mtu akikuja kuniona unamleta ofisini yangu. Ndio. Na ukumbuke. Yes sir. Penye mkubwa wako anaweka mkono, usiweke kidole, unasikia? Yes sir. Na ungoje wakati wako kuwa OCS. Ukifika utafanya mambo yako, tunaelewana? Yes sir. Okay. Unaweza mkaribisha ndani. Na unaangalia hii kwa mwenzako huyu. Kama nishika hii tusiniende nayo.
Nenda tu niuze yote. Niuza kuku zangu zote zimeisha, mtoto wangu hata hanakani, hata vipitii simu jameni. Hodi. Karibu. Hodi. Karibu na chasa. Asante. Nimeletea msichana wangu. Nimekuletea msichana. Na unaenda wapi na bata sai? Nataka niende niuze. Niuze niongezee pesa za madawa. Msichana wangu, karibu. Asante. Umeniletea msichana wangu kama nataka kutoka jameni. Na sasa wewe unaenda wapi na bata sai? Nataka niende niuze sababu ugonjwa nao unanisidisha. Sasa hata mimi sijui cha kufanya. Hii bado itatosha pesa ya kutibiwa kweli? Nilikuwa nimeuza makuku zingine zenye ulikuwa naona hapa nje. Nimeuza. Niko wanahitaji shilingi 5,000. Sasa daktari anataka shilingi 5,000. Na kijana wangu bado hata hajanikuli hata kupata tu. Vijana wa siku hizi wanakaa namna gani? Usimwambie wewe mgonjwa. Sasa daktari naye anataka shilingi 5,000. Sasa nimeuza kuku yenye ilikuwa imepaki nipata hata unakuja nikiongea na pusi. Kama kuna mtu hata anahitaji pusi nimpelekee. Sasa pusi utauza pesa ngapi? Na pusi wanabadilisha tu na kifaranga kidogo tu, utauza pesa ngapi? Kuna wengi hata town wanahitaji hata pusi hata shilingi 500. Yes, come in. Yes, habari mkubwa. Ndio. Uko mzima? Ndio keti. Asante. Yes, nimeamua leo ndio nikuja nikutembelee kidogo. Okay. Hope unanifahamu. Nakukumbuka. Asante. So nilikuwa nimekuja vile tulikuwa tumeagizana ile siku. Umefaulu? Nimefaulu. Okay. Yeah. Kama faulu basi hamna tatizo, tutatengeneza maneno. Na hope nitaenda na yeye leo. Unataka uende naye? Leo. Okay. Hamna shida. Ni sawa. Yeah. So ndio hiyo balance. Okay. Yeah. Kama hii imeshafika, usiwe na wasiwasi. Mambo itakuwa tu sawa. So naweza muona tuende ama? Okay. Acha nikutie afisa. Yes. Amlete. Sawa. Koplo Kevin. Yes sir. Njoo. Nenda na huyu mzee. Yes. Ukampe mtoto wake na ule mpenzi wake. Okay, sawa. Wanakula tu hapa chokoleti bure. Wape waende. Asante. Okay, asante sana. Sawa. Nashukuru. Okay. Shilingi 500. Lakini mama Sako, hebu rusha hiyo bata iende huko nje, tutachinja kesho tuikule. Nirushe? Hebu rusha, ndakusaidia na hiyo pesa umesema. Sako alienda wapi? Sako alipata kazi. Kuna mama mzuri alikuja kwa nyumba yenu hii ya kina Sako hii. Akaniambia kwamba anahitaji kazi, mfanyakazi. Sako akaenda, walikuwa wananitumia pesa tu miezi karibu 2-3 hivi. Simpati, na nilimwelezea tu ya kwamba mimi mwenyewe ni mgonjwa. Si unajua tu ugonjwa wangu. Sasa simpati, akasema ngoja tulia kwanza mama na kutumia pesa. Na nimengoja hata nimeshindwa la kufanya mwanangu. Wewe elewa tu vijana wa siku hizi ni hivyo tu. Kwani sasa alienda wapi kazi? Alienda, kuna mama alimwajiri huko, sijui ni alisema Nakuru, hata sielewi ilikuwa wapi, lakini anafanya kazi. Tena wewe mama alionekana mzuri. Hata nikimkoli simu ashiki, tena hayapatikani, wale wote hawapatikani. Na pengine amezamia mtoto wako, wewe pengine utamuona. Kubadilisha watu. Sako anaweza enda afanye kazi akataka kusaidia wewe mamako. Si ndio nashindwa. Sako hawezi, sijui nini litendeka chwali. Mama, amesema kwamba Sako ameenda Aisha ako Nakuru kweli? Sijui huyo mama alisema Nakuru, anatoka Nakuru na anafanya Nairobi, ni kama anafanya Nairobi. Sidhani watu wanaweza kuna waende na nini Nakuru, huyu yako Nairobi. Na ako Nairobi side gani? Nisikia kitu Kithurai 41. 40 hakuna Kithurai 44. Mimi nilisikia tu kitu kama hiyo. Kuna Kithurai 44.
Na 45 mama. Wameongeza 45. Oh, ni sawa sawa. Wako karibu 45 na 45 na 44 na 45 wako karibu. 44 na 45. Na wewe unaishi upande gani? Mimi naishi 45. 45. Ni karibu basi. Si ni karibu basi, unitafutie kwa mwanangu saa kwa jamii. Hata kampuni yenyewe imesahau sababu ya ugonjwa. Sasa mama, burusha hiyo bata huko nje, utanishikia nikirudi Nairobi, utapelekea kijana wako akule. Mwanangu, aki mama Niches. Siwezi. Sasa wanakusaidia tena utaki. Wananisaidia aje? Huyu mtoto anasema tataenda na nitatibiwaje mwanangu? Wewe sasa irushe tu. Hiyo mambo ya dawa usijali, pesa iko. Tunaandamana na wewe saa hii nikienda kubai hizo dawa. Mwanangu. Huyu ndio pesa. Asante mwanangu. Kudanganya atakupea pesa. Hata alikuwa nalia ndio yenye ilikuwa imepaki hapa ya kukula yako ukali yenye imepaki jamani. Asante mwanangu. Asante. Asante Nechesa. Tunataka watoto kama hao. Asante mami yake. Huyu atakusaidia. Pia si vizuri kuacha mzazi akisumbukana hivi. Asante jana siku hizi. Hawajui baraka zinatoka kwetu. Lazima kuwe na sababu tu, sasa hawezi kuacha hivyo. Ndio hivyo nashangaa, mwanangu alikuwa amenipenda sana sana sana, baada na nini ilitokea? Hata sijui niko mzima. Ndio hivyo nashangaa mwanangu shwali. Huyu mwanamke alikuja kunitesa ama nini? Namba mgeni hii. Wewe shika tuone. Hello. Wani mama. Ni nani? Sauti. Unajua makonmen wako wengi, hata sielewi ni yeye kweli. Ni sauti ya sawa. Wala usiofu, ni mwanao mama. Sasa kwa mwanangu jameni. Baba. Hai, umepotelea wapi jameni mwanangu? Mama sijapotea, ndio maana nimepiga simu hivi, ndio tunatoka kuachiliwa mama. Uko wapi? Nilisingiziwa mauaji nikawa nimeshikwa kwa Ulipimisa baba? Hapana mama, niko salama. Na hata mdosi wako na yeye hawezi nipikia hata simu jameni. Mama tulishikwa wote na yeye mpaka naye. Na hii namba sasa umenunua mpya? Namba imekuja bure bila jina lako baba. Wamekunyang'anya simu? Ndio mama yangu haina vocha. Mwanangu nimeuza kila kitu, makuku zote. Sasa hivi niko hapa na VI na mamake amekuja kunionea hali. Hata sasa hivi yeye amepata kama mimi nataka kutoka napata jameni mwanangu. Mungu ni mwema. Sasa kesi imesha? Tumeachiliwa lakini imesemekana kesi itaendelea lakini mkiwa hizo tena. Bani basi. Sirudi mwanangu, hapa ukuje huku nikuoneko tu mwanangu. Ndio nauli nikuje. Sawa. Ni Fei. Okay, uko nyumbani? Bado niko huko Nairobi. Huko Nairobi, side gani? Julai 45? Kwani unafanya wapi? Nafanya hapo TRM. TRM? Na si pia mimi nafanya hapo. Nafanya hapo bwana kwa kampuni ya Namuhula Ford. Namuhula? Kwani tunafanya kampuni moja? Umesema unafanya tumio kampuni? Yeah. Okay, welcome. Thank you. Fine. Mamako. Ndio huyo hapo. Sasa kwa mwanangu. Mama. Nahitaji kuona hata sura yako baba. Mama utaniona tu usijali. La muhimu sasa hivi tujue unaponaje. Vipi unaendeleaje na pressure yako? Bado nasidiwa tu, hata si nilikwambia venye nilikuwa nimeshika hata kuku, nimeuza, nimeshika bata ndio fea kaingia. Okay, sawa. Ila nitakutumia hapo kitu kidogo ambacho utakuwa unatumia kwa kuongezea dawa. Asante.
Asante sana mwanangu. Na ulipata vitu zako zote kama viko sawa kwa nyumba? Kila kitu kinaridhika. Kila kitu kiko salama, namshukuru Mungu mama. Asante. Hata mimi nitashukuru Mungu kama bado uko hai hivyo. Haki ya Mungu, nimefurahi sana kusikia sauti yako mama. Nilikuwa na hofu hata ninaweza piga simu niambie ulikufa. Sijakufa. Okay, namshukuru Mungu mama. Asante pia. Jamani, Mungu si Mungu mwema jamani. Watoto hawataweza Mungu ni Mungu wa ajabu. Mungu ashukuriwe, Mungu apewe sifa kila siku na kila wakati. Wewe umekuwa tofauti na wengine. Nafei mwanangu. Naona mkielewana na hujaniambia kwa venye mlipatana na yeye mnafanyanga kwa kampuni moja jamani. Mama, mimi niliingia hapo lakini sikumpata. Sasa twende. So unaweza amka twende mimi nikulipie. Twende wakulipia. Wewe nani? Babe. Ngoja subiri, wewe nani na umefuata nini hapa? Kwanza umeingiaje hapa? Si nyumba yetu ama. Wacha kunichekesha. Hebu niambie wewe umefuata nini hapa? Wewe ni mwizi? Zaina. Songa kando kidogo, songa kule. Umefanikiwaje kuingia hapa wakati siko? Kama kujikinga hapa wakati mimi siko? Babe, Zaina. Wewe. Si ulikufa wewe? Hapana babe, niko hai. Prisma. Babe ni mimi. Prisma shetani ashinda. Ulikufa wewe. Wacha kunisogea. Sijakufa. Sijakufa, mimi niko hai. Na mimi naje kwamba ni wewe? Mimi hata niguse uone. Babe, ni mimi. Sikimbie, ni mimi Zaina. Mimi babe. Wewe? Naam. Kwani umefikaje hapa na umekuwa wapi wewe? Story ndefu. Mimi babe, mbona uko hivyo? Una uhakika kukufa wewe? Na mimi si unaona nimeniguza niko hai, sijakufa mimi. Wewe pepo, rudi kuzimu. Mimi hapana, ni mimi. Wewe ni shetani, rudi kuzimu. Zaina naimjua alikufa, si wewe? Yeye ni mimi na niko hai, sikufa. Hebu nikusanyike hapo ungeweza kunishika hivyo. Mimi niko hai, sikufa. Zaina, huyu ni wewe? Baby. Nilifikiria umekufa kabisa. Mimi ndio wewe. Wala sikujua kama nitawahi kukuona tena. Babe, niko haraka pia. Mali ninapokaa sifai kukaa nje sana. Okay, sawa. Walau hata dakika 2 tuongee. Na mpenzi wangu. Unaweza ukanielezea japo kimuhtasari tu nijue ni kipi kilijiri? Zaina. Mama sasa itakuwaje? Sasa kujua pataniwa na OCS naye. Sidhani kama nitamwambia. Zaina. Historia ni zetu kwa sasa. Sizungumzie yote. Hii sehemu niliona ni nzuri. Ndio manake nikaamua niweke huu mjengo. So hii compound yote kutoka kwa hizo miti pale kufika mpaka kwa zile zingine. Ili shamba lote ni langu. Ni letu mimi na wewe. From that eucalyptus pale hivyo ukitembea ukikuja mpaka huku kote. Hii yote ni yetu. Wewe nani, changamka huko? Wewe mbona umesimama hapo? Wewe nani, nimekuambia changamka hapo, nyorosha hiyo kitu nataka ikae smart. Engineer. Habari. Mambo vipi? Salama, karibuni. Asante. Kwa salama. Niko mzima nashukuru, labda nyinyi? Salama kabisa. Karibuni, naona sisi tuko hapa tunaendelea na job. Naona unafanya kazi nzuri. Tunaendelea. Bora ya fundi. Nzuri. Kazi nzuri. Asante. Sawa, sisi tunaona hapa tunaendelea na nia perimeter wall. Alafu huku tunaendelea vizuri. Naona tunaendelea na roofing. Hapa naona tunaendelea na roofing. Kufikia kesho tutaanza kuweka mabati. Tukishaweka mabati kesho, kisha ndio turudi kwa finishing ya chini. Naona. Yes. Welcome, sir. How are you, brother? I'm fine, thank you. How is work? It is fine. Ako wapi mkubwa? Mkubwa ako kwa afisi yake. Mwite.
Yes, sir. Wonderful, wonderful, wonderful. Sir. Yes, welcome. Bwana OCS. Yes, sir. Hatimaye mnaendelea vizuri. Ndio. Unajua kini chenye kimenileta hapa? Bado sijafahamu vizuri. Haujafahamu? Ndio. Waelewa vizuri sana, kuna kesi ambayo iko hapa na mlijulisha kwa ofisi kuu, ambapo nyinyi wenyewe hatujui mmefikia wapi. Ako wapi huyu mama anaitwa Namuhula? Yule mwenye alikuwa ameshtakiwa na kesi ya mada. Hiyo kesi Mr. OCS mmefikia nayo wapi? Kesi ya Namuhula pia tumefikia, hatukuwa na ushahidi wa kutosha wa kumpeleka kotini. Kwa hivyo tumemwachilia aende nyumbani tukaendelea na uchunguzi. What? OCS? Yes. Mshukiwa mkuu wa mauaji mnamwachilia tu hivi hivi itaende nyumbani muendelee na uchunguzi? Ulisikia wapi? Sasa ilibidi tumeshavuta huku. Sasa wakati tunaifanyia finishing pia inakaa sawa. Naona mmekata vizuri pale. Kazi nzuri. Karibu. Kisha tutahitaji fascia board tuweke asubuhi mapema kwanza, ndio tuweke mabati. Pale tumefikia inahitaji nipate kamshahara kidogo ili niweze kusoti watu wangu kulingana na venye kazi inaendelea. Iko sawa. Ndio sasa ibakishe tu ya kumalizisha. Sawa. Okay. Sawa, kazi nzuri. Asante. Sasa ingine rudi kazi sasa. Mnaona boza anagombana saa hii. Mtakana mkae chap chap. Lakini boza anakuja anagombana, nyinyi mnasimama tu. Spidisheni kazi tumalize. Sawa. Sawa. Hivi mbona umezubaa? Unafikiria nini? Uko sawa? Niko sawa. Zaina. Yes. Mbona swali langu hujanijibu? Nitakujibu siku nyingine. Zaina. Unajua hizi taarifa zilizambaa sana mpaka mimi na Namuhula bosi wangu tukawa tumeshikwa. Ikawa inaaminika kwamba tulikupoteza wewe na tukakuua kabisa. Pole sana kwa hilo. Nishapoa. Hapo babe, kuna kunanyesha. Ungeniruhusu tu niende. Tanzania nashughulikia mambo ya rejea bangu. Mpenzi, mimi nitakuruhusu uende iwapo tu utanihakikishia kwamba utarudi nikuone tena. Nitarudi. You promise? I promise. Okay. Alafu babe, kabla niende, nilikuwa nataka unisaidie na jambo fulani hapa. Lipi? Nahisi dadangu alipo ashafungiwa nyumba kwa sababu ya kodi. So nilikuwa naomba unisaidie na kusikia pesa ambacho uko nacho, niende nikasaidia kulipa rent. Okay, sawa. Ondoa hofu kwenye hilo. Nitakusaidia. Okay. Sawa. Inaweza kuwa pesa ngapi wanamhitaji? Yaani rent ya mwezi mwili na I think ni shilingi 16,000. Au 16? Naam. Okay. Nashukuru sana ndugu. Karibu mpenzi wangu. Sawa. Sijali juu ya hilo. Sawa. So acha mimi niwahi huko. Kabla nianze kutafuta. Unatafuta na nani tena? Sijali. Okay, ni sawa. Sawa. Wahi mapema usije ukaharibu kila kitu. Sawa. Bye. Sawa, nakupenda. Sasa mbona unajificha ficha hivi? Nikwambia ni story ndefu sijali. Na kama una wasiwasi mbona si ungebaki tu basi ukawa umejificha hapa kwetu? Sijali kabisa. Nina hofu na wewe. Halafu hii mvua nayo je? Baby. Nakuona huna mwavuli kabisa, alafu wewe ndio unataka kuondoka. Huu mvua usikii. Na maana
Kwa heri ndio tutaonana. Okay, sawa. Sikia wapi? Sasa ilibidi kwa sababu tulikuwa tumemweka kwa muda mrefu, na hata wewe unajua sheria inavyosema mshukiwa inafaa kae 48 hours ndio ayakuwa ashafika kotini. Bwana OCS, ina maana kuwa unaanza kunionyesha jinsi kazi inafanywa, si ndio? Hapana, sawa. Nasema kesi ya Namukula nahitaji mara moja, na kuanzia sai nipe faili yake. Sitaki ujinga. Ulikula kiapo ya kufanya kazi kwa haki. Right now nahitaji faili yake. Nilipojiunga na hii kazi ya polisi, wewe ulikuwa unanyonya. Unasikia OCS? Ndio sawa. Sasa ujinga ndio sitaki. Haki lazima itendeke kwa kila yule anayehitajika. Wenye marehemu wamelala kwa ofisi huko juu wakilalamika kuhusu hii kesi hapa ndani, na mnajaribu kufunika eti mlimwachilia kwa sababu hamna ushahidi wa kutosha. Hivyo ndivyo venye ulifunzwa kazi. Na kuambia hivi Mr. OCS, sitaki kuongeza neno kwa lingine. Follow what I have said. Go nilete ile file ya huyo mshukiwa muuaji. Sawa. Morning. Morning tu. Karibu mama, tukusaidia aje? Tony, good morning. Madam. Welcome. Asante. Karibu sana. Karibu sana. Samahani sana kwa iliyotokea. Karibu. Na hao ni wakina nani? Madam, nitakuelezea. Tafadhali. Sawa. Madam. Asante kwa kuja. Habari ya kazi? Kazi iko sawa. Unaendelea vizuri? Tuko sawa. Sawa sawa. Ila siku suku abana banyasya nendi sho muchinga nendi sho munyingwa tone mbinganga bana bayimalire myoko kande mbinga abana bayimalire myoko. Sasa unajua mkubwa ameshafika. Kwanza nyinyi wawili tumacheni tie motoni. Toka hapo uende ufanye kazi zako. Una dansia nani hapa? Sasa nafahamu mjue mkubwa ameshafika. Nyinyi mnaweza tolewa hapa wakati wote. Tony. Kila siku suku wana banyasi, nendi sho mjinga, nendi sho muingwa. Achaneni naye huyo mpumbavu. Koplo Kevin. Yes, afande. Things are getting worse. Yeah. Unakumbuka hospitali amekuwa hapa juzi? Nakumbuka vizuri sana. Hii kesi ya Namukula inaleta shida sana. Naona sasa tabidi Namukula aenda kamata arudishwe hapa jela. Tuwe? Ndio. Sisi nilidhani tulimwachilia hapa wakati tulipata hakuwa na ushahidi, ama ushahidi umepatikana. Afande. Koplo Kevin. Atakamatwa kwa njia gani? Namna gani? Koplo Kevin. Yes, afande. Nimekuambia tu hospitali amekuwa hapa juzi. Nakumbuka. Sisi hapa, yaani mimi na wewe, tunalaumiwa kwamba tulimwachilia suspect mkuu wa mada. Hii kitu inaweza tufuta kazi Koplo Kevin. Ndio afande. Kwa tunavyozungumza hivi, nimepokea simu kutoka kwa OCPD. Sakwa anahitajika kwenda kufanyiwa interrogation kule headquarter. Ndio afande. Lakini ndio sasa tutafanya aje? Ama itakuwa aje? Anataka mapenzi na mimi, bosi wangu. Anataka mapenzi na mimi, bosi wangu. Anataka mapenzi na Kuna watu wanafikiria mimi nilijengea wao nyumba. Mimi nilijenga nyumba nikijua ni investment yangu. Wananichezea tu kama paka na panya. Mimi ni rika yao kweli. Ndio mchezo kama huu. Shit. Hey.
Na wewe nani? Shikamoo mzee. Marhaba, wewe nani? Mimi ni dadake kitinda mimba. Sasa hii ni mchezo mmeanza kunifanyia. Juzi nimekuwa hapa nikafungia dada yake hii nyumba. Akaomba nimpe siku 2. Dada yake ameenda tena ametuma mwingine ambaye ni wewe. Sitaruhusu mchezo kama huu. Mwambie nimefunga nyumba kuja akutane na kafuli. Mimi sikujenga nyumba kuletewa mchezo kama huu. Umetumwa nikuje nilipe rent na Zaina. Oh. Amekupea rent uniletee? Naam. Sawa sawa. Sasa hapo tunaweza ongea. Karibu bosi, chai iko tayari. Yes. Nani amekuambia uniletee hii chai hapa? Nani amekuambia mimi natumia chai ya mkanda? Kusema ukweli bosi, tangu ulipoondoka hapa mambo yakabadilika ghafla. Yaani hii ndio chai ambayo tunatumia sasa hivi. Kwa nini? Bosi, hata wakati mwingine tunapita bila chai. Hata nyama tangu utoke hapa hatujaona kitu kama hiyo. Yaani mambo yalibadilika kabisa. Niitie Toni. Okay. Amekupea rent ya miezi 2? Naam. Namaanisha mwezi jana na mwezi huu. Amenipa yote kwa jumla. Ni sawa. So unaziweka kwa bangi ama? Nimekutembea na cash. Cash tena ni sawa. Sawa ndio. 16. Ni sawa. Sasa inaweza endelea kuishi kwa amani. Sasa nyinyi ni wateja wazuri. Ukifanya hivi nyinyi ni wateja wazuri sana. Sasa next month tena ajikaze, alipe mapema ndo usikuwe na aibu kama hizi. Sawa? Sawa, nimeshukuru. Ambia Zaina nimeshukuru sana. Sawa, asante. Ni lazima tumkamate na Mhula, tumrudishe seli. Afande. Ndio. Uone kama itakuwa kazi ngumu, kwa sababu tulimwachilia kwa ajili tulipata hana ushahidi. Kevin, ni kazi utakuwa umeshindwa kazi ama ni aje? Okay. I'll try. Husi wakati wa kujaribu Koplo Kevin. Wakati wa kutekeleza. Kwani unaenda nini kiganja? Inafaa saa kwa kuja hapa andikishe statement kabla hajaenda kule headquarters. Na kwa hiyo statement lazima saa kwa aeleze kwamba alimsikia na Mhula akipanga njama ya kupoteza huyu msichana Zaina. Lazima aandikishe statement kabla hajaenda headquarters kesho. Sasa ndio, wacha tu niende nimtafute sahi. Harakisha Kevin. Akuja andikishe hiyo statement afande. Ndio hivyo ndo nataka. Sawa. Ndio, harakisha. Sawa. Bosi. Wewe Toni, nini kinaendelea hapa? Bosi, mbona sikuelewi? Hii ni nini? Mbona unatesa wenzako? Hii imekuwa seli. Hapana bosi. Hata mtoto wako anaweza kunywa chai kama hii. Mbona unirudisha seli? Nilikuwa nimekunywa chai kama hii seli. Mbona tena nifika hapo waniletee chai kama hii? Ya rangi. Tangu lini nikakunywa chai kama hii? Bosi, sio hivyo, ila kwa sababu ya hali tu ndo inabidi. Hali ndio kuniambia nini? Chai hapa. Ndio bosi. Uniitie sako. Ama kukeshukuru. Anaenda wapi? Kama ametoka itakuwa balaa bana. Ala? Wewe ni nani? Zaina. Zaina, unavanga hivi? Zaina. Wewe unavaa hivi? Niko tu nimevaa hivi ndio nione kama kweli mpenzi wangu anaweza nitambua.
we, ulikuwa umenishtua bwana. Hey, karibu tuingie ndani. Sawa. Mshindaje kazini? Mimi niko tu salama. Nilikuwa nashinda umepotelea wapi? Karibu baba. Yes. Karibu. Mwanangu. Karibu sana. Nakuona umefika. Nimefika. Baba, kuja ukae huko. Kuja ukae huko baba. Hapa niko sawa. Tafadhali wewe Sasa angalia mwanangu. Saa hii sasa wewe ndio mkubwa wangu. Hapana, ofisi yako. Wewe ndio ulikuwa umeshikilia hii kampuni. Kuja ukae hapo. Wewe ndio ulikuwa umeshikilia hii ofisi baba. Tafadhali nimekuomba. Kaa mwanangu. Kuja ukae hapo. Nafurahia sana nikikuona kama umekaa kwa hiyo kiti. Kaa. Nimekupea heshima kama baba yangu. Kuja ukae tafadhali. Wewe kiti. Sawa. Asante sana kwa kufika. Karibu. Asante. So mwanangu, nilikuwa kwa pilika zangu nimerudi kwa nyumbani. Haraka tu hivyo. Unajua sasa vile wewe umekuwa huko ndani, mamako huko nyumbani pia yeye kuhangaika hapa na pale. So nikaona angalau sasa vile Mungu amekuwezesha umefika. Umeingia ofisini mwako umeteka kila kitu. So hata pia mimi nirudi nyumbani. Ni sawa lakini utangoja kidogo. Hapana. Sioni sina muda. Kila kitu nyumbani. Hivyo? Kila kitu nyumbani. Nitakurelease tu usijali. Sako. Hello. Yes. Morning sir. Yes, karibu sana. Asante. Karibu. Morning madam. Hata nilikuwa tu karibu kukuita. Yeah. Naona mzee wangu amefanya kazi hapa vizuri. Yeah. Tunataka tumpange kabla rudi nyumbani, tunataka tumpe treat. Kwenda umpukie ticket ya ndege. Yeah. Ya kwenda Malindi. Umpukie return ticket. Kisha umtafutie hoteli mzuri huko, akae huko akijivinjari huko. Na madam, mzee atakaa Malindi kwa siku ngapi? Wiki moja. Okay. Acha nilishughulikie madam. Sawa, fanya hivyo haraka. Mwanangu. Yep. Sijawahi panda hata ndege hata siku moja. Wala kwenda kwa hoteli ya kifahari kama hiyo yenye unaongelea. Leo hii unataka kunipeleka hadi nipande ndege? Ndio baba. Ai mwanangu, Mungu akubariki. Asante. Umenifanyia kazi mzuri sana. Leo hii babaka anapanda ndege. Anakimbilia hewani. Huyu Mungu ni ajabu mwanangu. Mungu ni ajabu na unafanya kazi mzuri. Kwa sababu nakupenda zaidi. Asante baba. Jinsi ninavyopenda maisha. Hata mimi nakupenda sana baba yangu. Mwanangu, hata mamaka akiyasikia haya ambayo unaongea atafurahia sana. Asante. Madam, hakuna kitu huko. Nimeangalia account, hakuna kitu. Ukisema yani mambo ni mabaya sana. Unasema nini? Nisikiliza ninapokuambia. Kuna tatizo. Ninachokiona huko sio cha kawaida. Zalio liko chini sana. Mwanangu, kuna tatizo. Baba. Ndio mwanangu. Ile unavyojua ndio nimeingia kwa ofisi asubuhi hii. Wacha nipange nione vile mambo yatakavyokuwa. Nitakupanga. Na vile nimekuahidi. Ndio. Ningependa hata ukuja na mama pia. Hata pia atafurahia. Sawa. Sasa mwanangu, shida niko tu naye peke yake ni moja tu. Sina nauli ya kufika nyumbani. Nauli tu hiyo nitakupea. Ni sawa, nitashukuru. Nitakupea. Nitashukuru. Na wewe weka bidii katika hii kazi yako. Nitaweka bidii, mambo yatakuwa sawa. Ni sawa. Sasa tufanyeje madam? Wewe subiri kwanza nitakwambia. Okay. So mwanangu, wewe ubaki salama. Sawa. Nyinyi muendelee na kazi. Tembea salama, pesa nitakutumia kwa simu. Nitashukuru mwanangu. Salamia mama, nakutumia tu saa hii. Ni sawa, asante. Asante pia. Haya, mbaki salama. Asante. Safari njema dada. Haya. Sasa kwa mambo gani haya naona haya? Hebu muite mkuja naye hapa. Sawa madam. Madam. Tuendelee. Nini kinaendelea hapa? Vipi bosi? Sikuelewi. Nini kinaendelea hapa? Nimekutuma pesa ukasema
John, mbona pesa kwenye akaunti zimedogozwa kiasi hicho? Pesa zimeenda wapi? Na zimefanya kazi gani? Hao wasichana wenye nimekupata nao hapo ni wakina nani? Hao ni baadhi ya wenzetu. Wakati Sakwa hakuwepo ofisini, kazi ilizidi, ikawa ni nyingi sana. Kwa hiyo ilinibidi niwatafute wenzangu wawili ili wanisaidie katika ofisi hiyo na kwa masuala mengine. Ni nani huwalipa mshahara? Bosi, zinatokana na kazi ya kampuni. Ni nani aliamua hiyo pesa yenye unawalipa hiyo? Wanalipa kulingana na viwango vyao vya kazi, bosi. Wewe ndio ulichukulia tu hiyo mamlaka hivyo. Nataka wasichana wasimamishwe kazi mara moja. Bosi, nilikuwa naomba kwanza kabisa huu muda ambao naomba uwape, ningependa tufanye official handing over ambapo kuna zile container ambazo zilikuwa zimetumwa zinahitaji kupokelewa, na pia kuna mambo mengine ya masuala ya pesa ambapo inahitaji kufanyiwa clearance. Kwa hivyo wape tu tafadhali muda wa wiki moja, angalau tutakuwa tumekamilisha hilo swali. Tony, ndio bosi. Kama mambo hivyo jinsi unavyojieleza ni sawa, nimekubali. Nataka uende uniletee bank statement ya bank. Sawa. Sawa bosi. Sawa. Yes, madam. Andamana na yeye. Yes, madam. Andamana na yeye muende bank immediately. Sawa, madam. Mzee, unatoka wapi huko? Naweza kusaidia? Wewe ni nani? Unaongea na mtu aongei? Uko sawa. Habari zenu? Nzuri afisa. Bosi yani huko? Ya, yuko ndani. Okay. Yeah. Yes. Coming. I don't know. Kunaweza kuku na nini? I'm also wondering. Kai. Hey. Kikone bwana. Naona ni kama jeshi tena anaingia. Mashini vinakuwa wapi? Kwani ayuko hajakuja kazi? Today she has not arrived. Ama tena pia Mungu unajua. Ama pia amenyongwa kwa unajua hapa mambo imechemka hapa. Kwa hiyo unafurahia maneno yakitendeka, si ndio? Furahia namna gani? Unajua mambo ikifanyika imefanyika. Ama ni wewe amekujia bwana. Unajua hapa mahali bwana mambo haiko sawa sawa. Dan, yes. Kulingana na vile unaongea haikosi kuwa unajua haya mambo yenye yanaendelea. Yes. Hata huyu Shelvin mwenye hayuko ni kama unajua mahali yuko. Brother, umdhania ndiye kumbe si ba. Dunia duara. Toka hapa. Ndo jikoni wewe. Ongei. Habari mpenzi wangu. Si mpenzi wako? Nani mpenzi wako? Zaina. Babe, kwani ni wewe? Ya, ni mimi. Mbona muonekano huu? Niko usalama wangu. Wewe umenishtua, unajua? Ya, ninafanya hivi ili kunusuru usalama wangu.
Yeah, inafaa kuwa makini na usalama maana sasa tukipata pata kushoot. Yote nimeyajua. Ndio maana nimecheza mchezo wote. Ili tu Unajua ni risk sana. Weke sawa. Nina muda mchache sana hapa. Naomba unisimulie ile taarifa yako. Kuliendaje? Ni nani alikuteka nyara? Juzi nilikuwa kuambia ni story ndefu sana. Maana nilikuwa naenda kazini ya asubuhi. Naam. Wewe wasismoya. Yaani unajaribu kumaanisha alitoka tu na hakurudi tena? Sawa, wacha mimi niende. Kama alitoka ni sawa. Habari mzee? Mzuri kijana yangu. Nilikuwa natafuta binti yangu, alikuwa amepangisha hapa miezi 3 iliyopita. Lakini nimeambiwa kuwa alihama. Okay. Ni vizuri. Sawa, asante sana mzee. Ndio natafuta nini huko? Nilikuwa nimekataza kuingiza hapa strangers. Mimi sijui ametokea wapi. Kama kuna njia? Sasa mimi sijui. Mimi nilikuwa ndani. Uko na uhakika umfahamu? Nimfahamu. Mbona maswali? Siwezi amini kwa sababu hapa kuna njia mtu kuja kupita. Mwingine mtu yeyote atingia kwa hii compound. Mpigie simu sawa? Sawa, lakini sisi alishakwambia tutakuwa ndafuta, mbona unaniuliza maswali mengi? Sawa, ina shida. Niko haraka. Nimekuja hapa kwa ajili ya kunusuru maisha yako. Maisha yangu? Ya. Kivipi? Kwani acha nikwambie. Unaweza shikwa wakati wowote na polisi wanaweza kama. Nishikwe tena? Ndio. Kwani nimefanya nini? Ile kesi yako bado inaendelea. Na vile kunaenda kunaweza tuko na possibility kubwa kwamba ushahidi unaenda ukionekana unaweza kukurudisha ndani. Hiyo hali nilikuwa kwa prison hiyo tena nirudi ndani. Nirudi katika hali hiyo yenye nilikuwa ndani. Na ndio maana nimekuja kwa ajili ya kukusaidia. Hapa kukusaidia itabidi uamue namna hii. Uchukue hatua moja kwa moja ya kuondoka katika nchi hii uende ng'ambo kwa ajili ya kuokoa maisha yako na usalama wako. Sasa nitaambia kubadilisha tena, kubadilisha tena makao mahali pengine. Wewe mwenyewe kuamua. Lakini nakushukuru sana. Asante sana kwa kunifahamisha. Karibu. Asante. Sasa mimi niko haraka, nataka niende. Alafu kumbuka ni siri baina ya mimi na wewe, watu wawili tu. Asante sana. Na mimi nitapeleka chai kidogo. Tendeti. Kunywa kasoda kidogo. Nashukuru, nitafanya hivyo. Nishukuru pia. Asante sana. Safiri salama. Karibu. Hiyo maisha ndani nilikuwa ndani. Hiyo maisha ngumu. Yes, Mr. Sakwa. So, Sakwa nataka kuniambia kwamba baadhi ya watu ambao uko nao karibu kwa kampuni wanaweza kuwa wana inside job ya kuteka watu nyara. Hilo sina ufahamu nalo. Ila tu uchunguzi wangu binafsi nimekuja kubaini sehemu aliko Zaina. Ya. Unafahamu, si ndio? Nimepafahamu. Okay. Na huyu Zaina exactly place penye ako wapi? Yeah. Na kulingana na uchunguzi, huyo Zaina tunataka tujue ana lipi la kutuambia. So kuna vitu ni kama kuna ujumbe hapa afande. Kuna nini? Afande, kuna ujumbe hapa umekuja na namba ngeni.
Inasemaje? Wameandika tu jina Joka, sijui ina maana gani. Hebu niuangalie. Okay. Sasa huyu Joka anaweza tupea mwelekeo. Alafu hii namba yenye imetuma ujumbe hii namba ngoja kidogo. Ni kama unafahamu nayo ama kitu gani afande? Tulia tu kaka, hii namba ngoja kidogo, ni kama kuna kitu hapa. Namba ni kama naijua. Unaifahamu? Namba ni kama naijua. Naifahamu hii namba. Atakuwa ni nani? Thank you. Asante sana. Naifahamu hiyo namba. So, Mr. Sako. Yes, afande. Saizi mahali penye tumefika, uchunguzi uko sawa, kila kitu kiko sawa. Wewe sasa chenye unafanya, rudi kazi, niachie hii mchezo ambao unaendelea, tumuone utaishaje, kwa maana hapa penye nakwambia mambo ni mazuri. So, go back to work. Acha mimi nianze kazi yangu. Sawa? Sawa afande. Sawa, wewe ukiwa na lingine zaidi libaya ama lizuri, just communicate kwangu. Sawa? Nitahakikisha hilo. Asante bro. Sawa. Haya. Asante. Sawa. Madam. Hebu toka kwanza, kuna maneno yenye nataka kutengeneza hapa. Madam, uko sawa kweli? Toka kwanza. Hebu toka hapa, nataka kuna maneno yenye natengeneza hapa kwanza. Madam, before niondoke, naomba samahani kwa sababu maana taarifa nilionayo sasa hivi iko very critical. Keti. Asante. Madam, nasikitikia hii taarifa ambayo naenda kukupa kwa sasa. Kwanza nitangulize pole. Ile document uliyotuma statement ndio hii hapa. Nasikitika sana kwa kupata kuwa kampuni imepoteza shilingi milioni 2. What? Hey. Huo ndio kweli. Zilienda wapi na zilifanya kazi gani? Hayo ndo maswali pia mimi najiuliza hapa niliko. Kwamba hizi pesa zote zilienda wapi na zilifanya nini ambayo haionekani kwenye hii kampuni. Jamani, stress itaniua. Ila usijali. Hey. Hujapoteza sana madam. Heri nusu shari kuliko shari. Hii ni nusu shari. Omba Mungu tu kampuni ungali nayo. Lakini ungezidi kukaa nje, basi ungepata hakuna kabisa. Na hiyo pesa ilienda wapi? Madam, nadhani Tony anaweza akaelezea hili kwa kina sana. Sasa inamaanisha nimfute Tony sahi. Siwezi kubali kuendelea kukaa naye hapa. Enda uniandikie barua ya kumfuta kazi. But madam, ukimfuta Tony, utafanya kazi peke yako hapa ndani? Niko na wewe, na Fei, na Shalvin. Si watafanya kazi? Madam, ninalomaanisha ni kwamba Tony akiondoka, itabidi aondoke na wafuasi wake. Madam, hauna habari kwamba Fei ni mkewe Tony? Unamaanisha nini? Ni hivyo, Fei ni mkewe Tony. Na bila shaka hata Shelvin ni binamu yake Tony. What? Kwani hii kampuni imefika hapo siku hizi? Na kama ungeendelea kukaa mbali, basi hii kampuni ingekuwa yake Tony kabisa. Angalau niko na wewe na utanisaidia kurudisha kampuni. Madam, kwanza kabisa nikushukuru sana kwa ukarimu wako. Asante. Ulitamani sana kunitoa katika maisha niliyokuwa na ukanipigania sana. Umenitoa mbali sana madam. Yes. Na nimefurahia sana juhudi zako juu ya maisha yangu. Umenisaidia pakubwa mpaka hata mama nimemhendo na magonjwa yake. Lakini sasa kuna mahali ambapo nimefikia, hii kampuni yako inaenda ikinishinda.
maana kila kukicha ni mikosi tu, hakuna amani, kila siku ni vituko. Kwa hilo madam, nikaona sio vema nikuache tu hivyo, nikaamua nikuandikie barua ndogo hapa, naomba ukajisomee. What? Hiyo ndo hali halisi madam. Unamaanisha unataka kuresign? Ndio, nimeamua kuacha kazi nikiwa na akili zangu kuna. Unaanza aje kazi na wakati niko katika hali ngumu hivi? Mimi nilikuwa nafikiria wewe ndio utainua at least hii kampuni yangu irudi vile ilikuwa. Hayo yote yangewezekana, lakini kwa kilichotokea, madam, naomba samahani sana kwenye hili. Huwezi kuwa na huruma hata kidogo? Unaweza kuniacha nikiwa katika hali hii? Kweli ubinadamu wako uko wapi? Jameni. Madam, haya yote yangefanyika, lakini Usiache kunionea huruma. madam, I'm fed up with your company's stress. Nimefika mwisho. Nimeisha. Mimi nimeisha. Hana baba. Yes. Uko mzima? Niko mzima mwanangu. Ningekuomba baba. Ukuje ungoje hii ofisi. Kwa sababu ya nini mwanangu? Kuna mahali nataka kwenda nje. Oh. Na ni wapi huko? Nitarudi baba, nitakwambia tafadhali. Ni nje ya nchi. Oh. Na hata tunajua vile nilikuja huko sikuwa na nauli. Hiyo usijali baba, nitakutumia. Tafadhali. Ni sawa. Ni baba, ufanye tu kazi vile ulikuwa unafanya. Ni sawa. Karibu chai bwana. Karibu chai bwana. Chukua kikombe. Nimekuitisha chai. Na hiyo serious matter. Ndio hapa. Chukua chai hapo. Chukua maji. Kunywa at least bwana. Najua mnaweza kuwa chai na maziwa ya mwisho. Sababu mnaweza tolewa hapo mpelekwe korokoroni. Huko hakuna chai ya maziwa. We, wacha kuleta pauza wakati mambo iko serious. Wewe unaona tayari jeshi limeshaingia bwana. Uone mambo inaenda vibaya. Huenda wewe umekujipa. Hivi kwa chai kunywa kidogo, kwa sababu hiyo wasiwasi ni kama umekosa. Sitaji chai yako. Chai si yangu, chai ni yako bwana. Ingekuwa ni yangu ningekunywa kwa jikoni. Sasa Toka hapa. Mwagi, Nimesema uondoke. Chelewe. Ama wewe ndio. Ndio toka hapa. Tafadhali. Eti ni watu wako serious, si kuigiza jokes. Unaenda wapi? Kwa tunatoka kwa sasa sai. Kila mtu arudi aketi penye alikuwa. Afisa, naomba mara moja. Naomba kujisaidia kidogo. Rudi penye umekuwa. Mtu hawezi kujisaidia. Funga farasi wako na ukae chini. Anataka mapenzi na mimi, bosi wangu. Baba.
Madam uko chini ya ulinzi. Kuna nini tena? Kuna nini wakati hata kesi ya Zainabu Zainabu hajapatikana? Nafikiria mambo ya Zainabu tulimaliza. Ulimaliza na nani? Na wakati hata Zainabu hajapatikana? Kwa sababu Goliath, mtie pingu. Utamfuka hapa. Twende. Sako. Kuja hapa. Nakuita kuja. Okay, na narudi huko. Sasa nitalipa mshahara baada. Wewe kijana. Nini unataka hapa tuko? Sako nimekunywa chai. Toka hapa. Koplo Kevin? Yes. Ndia pingu pia naye. Hapana. Pita hapa. Tia pia pingu. Hakisha. Twende. Tembea. Yes. Hivyo. Rudi ndani. Ndani. Rudi ndani. Ndani kila mtu. Good work. Vizuri sana. Jambo la kwanza, kila mmoja mwenye anajua ako hapo ako chini ya ulinzi. Alafu jambo la kwanza, fungua huyo pingu. Mr. Osies. Yes sir. Kuanzia saa hii uko chini ya ulinzi, kwa sababu wewe umekuwa mkatili na mfisadi kwa kazi ya serikali, kufanya wanaumma wananyanyasika kwa kutoelewesha vitu kweli. Fungua huyo pingu. Mr. Osies. Yes sir. Unajua kwamba ulikula kiapo na ukasimama kwamba unastahili kufanyia na utendee wananchi wako kazi ya haki. Ndio. Na ukweli. Ndio. Mtio huyo. Simama hapa. Mr. Osies. Unamfahamu? Ndio sana. Alikuwa anaishi wapi? Sasa unachukua unaishi na yeye, si ndio? Unamfanya kuwa mkeo, si ndio? Kwa hizo pingu funga yeye. Funga yeye pingu. Wewe cha kusumbua kijana bwana. Nilikuambia hii kazi ya polisi nilianza kama we bado uko kwa tumbo ya mama. Wasikia? Sawa. Unataka jamii mkubwa wako. Hii ni kazi inafanya. Tena ni amri. Bado ni mkubwa wako. Hii ni kazi. Yes. Kwa saa hii jua si venye unafikiria. Nyamaza. Yes, Namugula. Nahitaji kujua Tony ni nani kwa hii kampuni yako. Ako wapi? Tony. Kuja hapa haraka. I've not said to give out explanation. Nimesema tu kuja. Ndio afande. Sawa.
Afande, lakini sina makosa. Nani amesema uko na makosa? Chunga ulimi yako, umeanza kujitetea hapa. Afande, hamna shida. Shida nini wewe? Tulia ba. Afande. Yes. Nilikuwa naomba kama unaweza niruhusu niite lawyer wangu. Oh, lawyer? Ndio. No problem. Lawyer. Hapa na mambo polepole. Lawyer wako atapatikana tu. Sawa tu ni? Ndio afande. Ako wapi jamaa? Yes. Tony? Ndio afande. Unafahamu huyu? Ndio nafahamu. Unamjua vizuri? Ndio afande. Mama na Mkula. Chanzo kikubwa na mtu ambaye alifanya ukapatikana mahali ulikuwa kwa hii kampuni yako ni Tony. What? Tony ndiye mhusika mkuu mbaya sana kwa hii kampuni yako. Ofisa Kevin. Yes, afande. Toa huyo pingu, tia Tony pingu. Lakini afande, sina makosa. Sikatai. Umesema huna makosa. Ndiposa nikasema uko free kuita lawyer wako Afande. kwa njia nzuri. Afande, tunaweza kuzungumza tafadhali? Tunaweza zungumza, lakini si hapa. Hiyo ushahidi ambao utaongea mbele ya mahakama, my friend. Mimi niko kwa kazi na nilikula kiapo kutumikia nchi yangu kwa haki. Na Mkula, naanza na wewe. Nashukuru sana kwa kuwa mvumilivu na mtiivu kwa kazi yako, na uangalie watu ambao unaandika kwa kazi ni kina nani. Sasa kwa sahi kila kitu kiko sawa, unaweza endelesha kazi yako kwa utaratibu. Lakini watu kama hawa acha tuende kushughulikia nao huko mbele. Choka, nashukuru sana kwa kunipa mwelekeo ambao unafaa, ndio nikajua kwamba Tony ndiye alikuwa chanzo. Na kushukuru sana my friend, sawa. Lakini unajua nini Joka? Wewe ndiye mshukiwa wa kwanza kwa kushika Zaina. Si wewe ndio ulimkidnap? Yes, sir. Goliath, tia Joka pingu haraka. Asante, vizuri sana, tunataka hivyo. So Namkula, tafadhali na kuacha na kampuni yako, endelesha vizuri. Wacha niende nishughulike na hawa ambao wanasumbua. Asante. Zaina, unifuate kwa polisi, kwa kituo. Nahitaji mengi zaidi. Sawa? Haya, twende. Bosi, naomba nisaidie tafadhali. Bosi, twende. Bosi. Twende. Wewe msichana uko na shida gani? Zaina, nifuate. Nifuate. Shani niende nikapate usipili. Kwa makini. Bye. Sawa mpenzi wangu.